Voilà, je vous remets la décision qui vous a nommé. Ça, c'est une décision collective. Ça, c'est votre notification. Et c'est la notification de madame. Encore une fois, mes très sincères félicitations et bon travail. Merci. Hapa kwa kweli tuko ndani ya territoire ya Kabare. Territoire ya Kabare inakuwa moja kati ya territoire za province ya Sud Kivu. Na hapa leo kwa siku ya leo tunakuja kuinstaller ama kumshimika kiongozi wa territoire wa mpya. Na kwa hiyo tuliona ya kuwa kuna kuwa hiyo picha ambayo mnakuwa mkiona hapo nyuma yetu. Hiyo picha ya huyo bwana Chilombo, mtu ambaye analeta mambo ya baguzi ndani ya nchi hii, mtu ambaye anakuwa karibu kwa ukweli nchi ya kwetu ya Kongo, ule mtu ambaye anakuwa analeta ubaguzi wa kabila kati ya watu, baguzi wa rangi na vinginevyo. Na kwa hiyo tulisema ya kuwa hivi yeye tuko na muondoa na inabidi kila kitu chake kikaweze kuondoka. Hata hiyo sura yake ambayo inaonekana hapo sio sura ambayo inakuwa inahitajika kuonekana tena kwa watu, na ndio maana tunakuwa tukiondoa hiyo picha yake maichi hapo kama projet ya 145 territoire ambayo ilikuwa ya uongo, projet ambazo walikuwa wakifanya ili ya kukula pesa za wakongomani, ili ya kukula pesa ya wananchi, kuliko mkatengeneze barabara, kuliko mkajenge masomo, kuliko mkajenge mahospitali. Wao walikuwa wanafanya maprojet, hiyo maprojet ili wakaweze kudetourner mapesa, mamilioni ya mapesa, na kwa sababu maprojet ambayo walipatiwa ndugu zao, hizo pesa zinakuliwa hivyo na raia mkongomani haoni barabara kujengwa, haoni moto ndani ya mji wake, haoni hospitali kujengwa, haoni masomo, haoni kitu, na shida inaendelea kwa magumu. Na ndio maana tuliamua ya kuwa ilikuwa inabidi kwa kweli tukaweze kumuondoa hapo na kuondoa picha ya kwake. Tunajua kwa tutapata rais anayefahamu siku zijazo, na huyo rais atatendea hayo mambo yote, atajenga mabarabara, huyo ambaye atajua kujua ya kuwa raia mkongomani anakuwa na lazima ya kuishi maisha mazuri, ana lazima ya kuishi ya kusoma kwenye shule zilizokuwa nzuri, ana lazima ya matunzo na vinginevyo, na kupata barabara ambayo itatusaidia ili kesho tukafanye business, biashara ya kwetu vizuri, ikatusaidia tukafanye mulimo ya kwetu, na tukishalima huko tukaweze kutembea ndani ya jimbo letu lote na kufikisha hiyo matunda ya hiyo mlimo wetu nafasi yote tunaopenda na kuyauzisha. Asante. Hapa kama nilivyosema tena, tunakuja hapa Kabare, tunakuja kumshimika kiongozi mpya ama administrateur wa territoire wa mpya kwa siku ya leo, huyo ambaye ataweza kukamata uongozi wa territoire hii ya Kabare kwa siku ya leo. Chama chetu kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana. Tulipiga Ruchuru, kina nguvu sana, tukapiga Kiwanja, kina nguvu sana, tukapiga Mukuja, kina nguvu sana, tukapiga na Goma, kina nguvu sana, tukapiga Kalehe, kina nguvu sana, tukapiga Kabare, kina nguvu sana, tukapiga Kavumu, kina nguvu sana, tutapiga Uvira, kina nguvu sana, tutapiga Kinshasa, kina nguvu sana, tutapiga Walikale, kina nguvu sana. Shangilia, M23 shangilia, 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 shangilia, M23 shangilia. Huyu nasikia AFC inanita, naacha njia ya kwa Chilombo, nafuata AFC mpaka mwisho. Mie huyu nasikia AFC inanita, naacha njia ya kwa Chilombo, nafuata AFC mpaka mwisho. Leo ni mambo, leo ni mambo, leo
AFC. Oh M23, oh M23, oh M23, oh M23. Twigwanero, 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 Twigwanero. AFC, saina enea, saina enea. 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 Oile mambo ya siasa, tuachie AFC. Mambo ya siasa, tuachie AFC. Oile mambo ya mafunzo, tuachie AFC. Oile mambo ya vijana, tuachie AFC. Lelelelele, tukubaluka tobeta bango. Lelelelele, tukubaluka tobeta bango. Lelelelele, tukubaluka tobeta bango. Lelelelele, tukubaluka tobeta bango. Ayaya, mwana mama. Ayaya, ayaya, makenga baba. Ayaya, ayaya, kone wetu. Ayaya, ayaya, bisimwa baba. Ayaya, lelelelele, tukubaluka tobeta bango. Lelelelele, tukubaluka tobeta bango. Lelelelele, tukubaluka tobeta bango. Lelelelele, tukubaluka tobeta bango. AFC viva! Viva! AFC viva! Viva! AFC viva! 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 Victoire! 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 Yani coordination pia na province yetu ya Sud Kivu ambayo wamenituma ili nipate kufika hapa Kabare. Kwa kweli naona wengi kati yetu ni wanamemba na wakada ambao tumekuwa hapa. Kwa hiyo sitakuwa na mengi ya kuongea sababu mambo ya chama tunayajua karibuni sisi sote. Na kukua yangu hapa kama vile mmeyasikia ni kwamba ninakuja kushimika viongozi wa mtaa wetu wa Kabare. Yaani maadministrateur na administrateur makamu yake. Tunakuja hapa ili tupate kuwashimika na wapate kuanza kazi kwa ajili ya usalama na kwa ajili ya maendeleo ya mtaa wetu wa Kabare. Na kawaida sisi kama vile chama cha AFC ambao kinakuwa chama cha revolution ya tumekubali kuanza revolution hii kwa sababu ya uongozi mbaya ambao imefanyika katika nchi kupitia viongozi ambao wameonekana ya kwamba nchi wameishika kama inakuwa mali yao binafsi. Na sababu ya hayo ilifanya sisi tukamate uamuzi ya kupiga hiyo uongozi vita ili tupate kuleta mabadiliko kati ya nchi. Kwa sababu nchi hii ya Kongo ni nchi yetu kama vile wakongomani na hatutaendelea kukubali nchi iendelee kubakia kwa ile hali ya ubaguzi, ya upendeleo, ya corruption na kadhalika. Na hiyo ndio sababu kwa kuheshimisha hiyo uongozi tumeamua kwa sehemu zote ambao tayari tumezigomboa ili tupate kutia viongozi wale ambao tayari wamefunzwa vizuri, wanajua thamani ya chama, wanajua ideolojia na wanajua nini watakuja kufanya. Kabare ukiyaona ni kama vile territoire kati ya territoire kubwa za province yetu ya Sud Kivu. Lakini ukiyaona namna yamekuwa utajikuta kabisa yameleta haya. Unaona Kabare imezaa watoto wengi, wenye pesa, wenye kuwa kwa ngazi za juu sana. Lakini kwa sababu wanasiasa yale ambao inakuwa siasa ya kuwina wenyewe kuliko nchi iwine, wamekuwa Kabare inaonekana kuwa haina thamani mbele ya nchi. Ukiangalia watoto wa Kabare ambao wamezaliwa hapa na wale ambao wanakuwa katika uongozi kwa ngazi ya juu wanakuwa kabisa ni wengi, lakini hawafalie kitu kwa territoire yetu ya Kabare. Na hiyo sisi kama vile AFC M23 tumekamata uamuzi. Na hiyo uamuzi ni kwamba kuleta mabadiliko, donc le changement, kubadilisha mambo ili mtaa wetu uwe wenye kuheshimika, uwe wenye thamani na upate sifa nzuri kokote tutakapoenda. Na hiyo ndio sababu viongozi ambao nitawashimika leo wanakuwa na kazi kubwa ya kuendelea kutekeleza na kusogeza mbele hiyo mambo yetu ya chama.
Hiyo ndio inakuwa kazi wanakuwa nayo, kuleta usalama katika eneo letu la Kabare, kufanya Kabare iwe na muungano, watoto wa Kabare waseme lugha moja, Kabare Sud, Kabare Nord, Kabare Centre, ionekane kwamba Kabare hakika imekuwa mtaa ambao umeheshimika. Pia ionekane kwamba Kabare inakuwa mtaa ambao umepata maendeleo, na ni kwa njia hiyo ndio tunainua nchi yetu kupitia ngazi za chini, na tunapanda hadi ngazi za juu. Kwa hiyo uongozi wa chama umenituma ili nipate kuwashimika kiserikali na waanze kazi, na wao ndio watatumika na nyinyi kama vile wa raia, watatumika na majeshi, watatumika na population na uongozi wa sheferi yote. Na kama nimekuja hapa kwa hiyo namna ni kwa sababu ya kuheshimisha ile mipango, lakini sikukuja mimi peke, nimesindikizwa pia, na nitawaonesha wale ambao wamenisindikiza, na baada ya pale nitaenda kusoma PV mara moja yale decision ambayo imewateua viongozi. Baada ya hayo tutasoma notification yao, na kisha tutafanya PV d'installation, na kwa mwisho tutaimba wimbo wa taifa, na pale tutakuwa tumemaliza hiyo kazi ambayo tumetuma. Nimekuwa hapa, nimesindikizwa na directeur de cabinet adjoint ambayo ni Maître Vangu. Ni yeye anakuwa directeur de cabinet adjoint kwa cabinet ya liwali ya jimbo, yani Dirkaba, kwa cabinet ya gouverneur la province ya Sud Kivu. Tunakuwa na Bwana Deo Nusi ambaye pia ni mwanamemba wa cabinet ya gouverneur, ambaye anakuwa tunatumika naye kama vile parseke wangu, naye ni mwanamemba ya nikada wa movement wetu ambaye tunasindikizwa pia naye. Ninakuwa pia na Christopher, yani mambo wa protocol kwa cabinet pia ya gouverneur, na tumekuja pia na yeye. Tumekuwa pia na wa burgomestre na wa administrator ambao nitawasi wasimame. Ninaona Walungu yuko pale, Bagire pale, wasimame ili kila mtu ajitambulishe, muwaone, ambao mkali ya solidarite walipenda pia wakuja hapa tupate kuona. Tutaanza na mama hapa. Kabare tuko. Kabare tuko. Sawa, kwa majina ni Madame Anastasie Shengamungu Wetwa. Chama ilinifanya administrateur wa territoire ya Walungu. Nilipenda nisindikize mabibi yetu kwa installation. Kabare jambo. Kamuziwire. Muziwire. Koko injoko kabisa. Mimi ni burgomestre wa commune ya Bagira. Nimependa nisindikize mheshimiwa Liwali kwa ajili ya kuwa installer officiellement kwa administrateur de territoire ambao pia ni wa kamarade. Asante. Kabare muraho. Ile ndio nilikuwa nataka. Kabare muraho. Ile ni moja wapo wa lugha za Kongo. Mimi naitwa kwa majina la Muhoza Shakari, burgomestre adjoint wa commune ya Bagira. Jirani wenu. Nitasi makada au procès verbal d'installation de l'administrateur et administrateur adjoint de Kabare. L'an 2025, le 24e jour du mois d'avril, nous, Dunia Masumbuko Bwenge, vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, en charge des questions politiques, administratives et juridiques, en exécution de la décision numéro 015, bar Cordo-PR, bar AFC 123, 2025, d'ici avril 2025, portant désignation et approbation des administrateurs des territoires assistants, des bourgmestres des communes assistants adjoints, d'un chef de cité et d'un chef de cité adjoint dans la province du Sud Kivu. Avons procédé au jour, mois et année qui est dessus à l'installation de M. Eli Rubabura Espoir, Mme Chikuru Barakaziga Pascaline, respectivement à administrateur et administrateur adjoint
des territoires de Kabare. En foi de quoi le présent procès verbal est établi. Fait à Bukavu le 24 avril 2025, Dunia Masumbuko Bwenge, vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques. Voilà, je vous remets la décision qui vous a nommé. Ça, c'est une décision collective. Ça, c'est votre notification. Et c'est la notification de madame. Encore une fois, mes très sincères félicitations et bon travail. Merci. Mheshimiwa Diwani Makamu, waheshimiwa waongozi wa AFC ambao wako hapa, waheshimiwa Bourgmestre, waheshimiwa wakuu wa jeshi, mheshimiwa administrator wa Walungu na wengine wote tunasema jambo. Waalikwa wetu tunasema jambo. Kabare oye. Wane kwa sababu tu ya Kabare atukukue. Kabare nyanya. Ninashukuru kwa kupata hii parole na ninaikamata avec une très grande détermination na courage mingi sana ambayo niko nayo kwa ajili ya confiance ambayo waongozi wetu walitupatia juu ya kuongozi wa Kabare, territoire yetu ya Kabare. Mimi kama mzaliwa wa Kavumu, ninajua namna gani Kabare yetu inapitia mambo mengi. Na ninajua shida mingi ambayo tulipitia kwa regime yetu ya zamani, lakini ilikuwa wakati ya reconstruction. Na wakati ya reconstruction, uongozi wa AFC walitupatia confiance. Na ile confiance tunaikamata kwa heshima kubwa na tutaitumikia sana. Lakini kwa kuitumikia itaomba sisi wote tuungane pamoja, sababu vile mkubwa alisema, ili tufikie mission kubwa ambayo ni reconstruction ya territoire yetu yote. Tuifanye tena ikuwe mzuri zaidi kushinda gisi ilikuwa. Tunasikilizana? Lakini kwa ile sitaiweza mimi peke. Tukiungana pamoja tutashinda. Tunakuwa na slogan yetu tunasemaka hivi, chama itajengwa sisi wenyewe. Chama itajengwa na sisi wenyewe. Na Kabare itajengwa na sisi wenyewe. Basi kama tunaitika kama tutatumika pamoja tujipigie mikono na huyu nasikia AFC inanita naacha njia ya kwa Chilombo nafuata AFC mpaka mwisho. Mie huyu nasikia AFC inanita naacha njia ya kwa Chilombo nafuata AFC mpaka mwisho. Leo ni mambo. Leo ni mambo. Leo ni mambo. Leo ni mambo. Oh AFC, oh AFC, oh AFC, oh AFC, oh M23, oh M23, oh M23, oh M23. Twiguanero, 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 Twiguanero. AFC, saina enea, saina enea, AFC, saina enea, saina enea, AFC, saina enea, saina enea, AFC, saina enea, saina enea. Oile mambo ya siasa tuachie AFC, mambo ya siasa tuachie AFC, oile mambo ya mafunzo tuachie AFC, oile mambo ya vijana tuachie AFC. Lelelelele tukubaruka tobeta bango, lelelelele tukubaruka tobeta bango.